Ladies and gentlemen, hiki ni kisa ambacho ni cha kuhuzunisha sana. Imetokea jamaa fulani ambaye ameandika ujumbe fulani ambayo umewaliza wengi kuhusiana na shosho yake ama nyanya yake ambaye ako na miaka 95, ambaye amepomolewa nyumba na watu ambao wako na pesa. Huyu jamaa ameandika ujumbe huu ambao umewaliza wengi. Anasema ya kwamba nyumba ya shosho yangu ilipomolewa last year na watu wanaodai amejenga kwao shamba ambalo aliachiwa na bwanake aliyeaga dunia 1995. Sasa hivi anaishi kwa well wisher. Juhudi zote za kupata haki hazijazaa matunda yoyote, kwa sababu hatuna uwezo wa kujilipia wakili. Shosh yangu ana miaka 95, tunatamani apate haki yake. Kwa hivyo ni mama ambaye amezeeka sana, ni mama mzee ambaye ako na 95 years. Lakini ikatokea kwamba kuna jamaa walikuja wakapomoa nyumba yake, eti wakanasema ya kwamba imejengwa kwao. Na ikitokea kwamba mtu ameishi sehemu fulani for 95 years, alafu unasema ya kwamba hapo ati amejenga kwenu. Ulikuwa wapi kipindi ambacho hii miaka yote imepita? Tusije tukatumia pesa na mamlaka yetu vibaya. Hii dunia yote yanapita. Kuna kipindi ambacho kitakuja kugeuka. Ndio maana tunasema ya kwamba dunia rangi ile. Wacha kutesa watu kwa sababu wewe una mamlaka. Acha kutesa watu kwa sababu wewe uko na pesa. Pesa sio kila kitu na mali sio kila kitu. Utu ndio kila kitu. Tuheshimiane, tupendane, acha kutesa wengine kwa sababu ya mamlaka. Vyote vinaisha bwana. Kulikuwa watu wakali sana, watu wenye walikuwa maarufu sana wako wapi akina Osama, wako wapi akina Toto Man? Wote waliaga dunia na wakakuliwa na mapombwe. Sembuse wewe, tuache kutesa watu kwa sababu ya pesa. Tuache kutesa watu kwa sababu ya mamlaka. Hii dunia tunapita. Langu jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV.